Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Msongamano wa wakazi wa Dar es Salaam katika vituo vya uboreshaji wa daftari la kudumu la wapiga kura unaonekana kusababishwa na upungufu wa vifaa ukilinganisha na idadi ya watu. Hali hii imemlazimu mwenyekiti wa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, jaji wa mahakama ya rufani Jacob Mwambegele kuagiza kuongeza vifaa katika vituo hivyo. Mfano hapa Lukooni, eneo la Chanika, katika hii wilaya ya Ilala, jimbo la Ilala, kulikuwa na kituo kimoja, lakini baada ya asubuhi kubaini kwamba watu wamekuwa ni wengi, watu wanachukua muda sana katika kukamilisha zoezi hili, niliagiza kwamba vifaa viongezwe, kikaongezeka kituo cha pili. Wananchi wenye sifa wamesisitizwa wasikose kutumia fursa hiyo ya kujiandikisha ili washiriki kuchagua viongozi muda wa uchaguzi utakapofika. Wajitokeze kwa wingi, watumie vizuri muda uliobaki kujiandikisha na kuboresha taarifa zao, kwa sababu maelekezo yaliyopo, zoezi linatakiwa liishe ndani ya siku 7 tarehe ya kuanza kwa zoezi. Nimekuja hapa kuboresha kadi yangu ya mpiga kura na nimeshapata kadi yangu. Nawaambia wale ambao wako nyumbani hawajaja kuja kufuata kadi zao za mpiga kura, naomba uje kufuata kadi yako ya mpiga kura. Tuendelee na kurasa. Wananchi mkoani Njombe wametakiwa kuongeza thamani ya mazao ya misitu kwa kuwa asilimia kubwa ya mapato katika mkoa huo yanatokana na misitu. Waziri wa Maliasili na Utalii Balozi Dr. Pindi Chana amewataka Watanzania kuendelea kuhifadhi misitu kwa maslahi mapana ya uchumi wa nchi. Tumerithishwa, tuwarithishe. Tunapoyalinda maeneo haya ya misitu na maeneo mengine yote, kwanza kuna uhakika wa kupata mvua. Na unapopata mvua manake kuna uhakika wa kupata chakula. Na ndio maana nyanda za juu kusini sisi ni wabobezi wa masuala ya kilimo, ni wabobezi wa masuala mazima ya kulinda misitu. Tunapanda sana miti. Si busara kuondoa mti tu kwa sababu nataka kupanda mti mwingine. Lazima tujitathmini tunauondoa kwa ajili ya kupanda mti gani na faida zake ni nini. Kwa hiyo ni shauri kwamba uondoaji na upandaji wa miti ufanyike kwa kufuata miongozo ya kitaalamu, ili tusiondoe mti ambao ulistahili na unahimili eneo hilo tukaweka mti ambao pengine haustahili. Baadhi ya wananchi mkoani Njombe wanakiri kuwa wakazi wengi wanategemea uchumi kutoka kwenye miti. Maonyesho haya kuja tu hapa, fursa za kiuchumi, watu wanaojiajiri binafsi wanafaidika. Nimeiona. Kwa hiyo nawaambia na wenzangu ambao wana Njombe, wana wilaya ya Makete, watumie fursa ya kuweza kupanda miti. Tumalizie kurasa kwa hili. Wananchi wa mtaa wa Yombo, kata ya Kiwalani, jijini Dar es Salaam wamelalamikia juu ya ukosefu wa matuta ya kudhibiti mwendo kwa watumiaji wa barabara, ambapo kuna shule 4 za wanafunzi. Wameeleza kuwa kumekuwa na kona kali ambapo wanafunzi wanakuwa kiathirika kutokana na mwendo kasi wa madereva. Na eneo hili na shule kama ya sekondari ina wanafunzi wengi sana tu, alafu tuna shule zingine 4 za primary. Lakini eneo hili halina matuta kabisa, kwa hiyo mara nyingi sana ugongwaji wa watoto unakuwa ni mwepesi kabisa. Matuta ni muhimu sana kwa sasa hivi, kwa sababu tuna shule karibu 4 nzima. Matukio ya ajali yapatikana mengi kwa watoto wa shule kutokana na jinsi ya matuta. Kama kungekuwa kuna uwezekano, tulikuwa tunamwomba ndugu rais au wafanyakazi wanaoshughulika na hii swala barabara watuwekee matuta katika hizo shule zetu 4 tulizokuwa nazo. Hii kona haina matuta wala haina kuonyesha kwamba kuna kona kali hapo tunapokuja. Kwa hiyo unajikuta ajali nyingi zinatokea hapa, hasa gari ndogo na gari kubwa. Na kama unavyojua sasa hivi binadamu hamna. Yaani mtu akimwona mtoto hawezi kuanajiona na haraka. Kila mtu ana haraka, kila dereva sasa hivi ana haraka. Tumekufungulia na kufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuandalia kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kufurahia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.